Habari mpenzi msikilizaji wangu, karibu katika Sauti ya Hadithi, Kiswahili cha Simbia. Ni mimi msimbiaji wako David Michael Wimbi. Leo ninakusimulia hadithi inayokwenda kwa jina Mtawa Mweusi. Kwa Kiingereza inajulikana kwa jina la The Black Hermit. Mwandishi ni Mkenya anayejulikana kwa jina la Ngugi wa Thiong'o na mahali ni Kenya. Kichwa cha tamthilia ni Mtawa Mweusi au The Black Hermit. Mtu anayejulikana kama mtawa au hermit ni mtu ambaye kwa kawaida, kwa sababu za kidini, huishi maisha rahisi sana akiwa peke yake na kuepuka kukutana au kuzungumza na watu wengine. Neno black hapa linaweza kumaanisha Mwafrika. Hii ina maana kwamba hermit au mtawa katika tamthilia hii ni mwanaume Mwafrika ambaye anaamua kujitenga na jamii yake ili kuishi peke yake, akijiepusha na baadhi ya hali na matatizo ambayo yapo katika jamii yake ya Kiafrika. Tukifuatilia tamthilia hii, tutaona mhusika mkuu ambaye ni Remi akikimbia matatizo yaliyokuwepo katika kabila lake la Marua na kwenda kuishi mjini kama mtu aliyejitenga, yani hermit kwa Kiingereza. Kama anavyosema yeye mwenyewe akizungumza na Jane kuwa hermit au mtawa kunamaanisha kukimbia kile kilicho karibu nawe. Kabila langu lilikuwa karibu nami. Mandhari ya tamthilia. Tamthilia ya Mtawa Mweusi iliandikwa na Ngugi wa Thiong'o na iliigizwa kwa mara ya kwanza mwaka 1962 huko Kampala, Uganda, wakati wa maadhimisho ya uhuru wa Uganda, na baadaye ilichapishwa kwa toleo dogo na Makerere University Press mwaka 1963 na baadaye ilichapishwa kimataifa na Heinemann Educational Books mwaka 1968 kama sehemu ya African Writers Series. Mandhari ya tamthilia hii ni Kenya baada ya uhuru na inaonyesha maisha ya Waafrika katika kipindi cha mpito kati ya utamaduni wa jadi na maisha ya kisasa. Mazingira ya mjini yanaonyeshwa kupitia vilabu vya usiku, kazi za ofisini kama ile ya Remi katika kampuni ya mafuta, na mwingiliano wa watu wa rangi tofauti tofauti, hali inayoaksi maisha ya kisasa. Kwa upande mwingine, mazingira ya kijijini yanaonyeshwa kupitia mila na desturi za jadi kama urithi wa mjane, yaani thoni, imani za jadi, ukabila na maisha ya kuishi kwenye vibanda. Kupitia mgongano huu wa mazingira ya mjini na vijijini, mwandishi anaonyesha changamoto na migogoro inayowakumba Waafrika baada ya uhuru, hasa wale walioelimika kama Remi, wanaojikuta wanashindwa kupatanisha maisha ya kisasa na tamaduni zao za asili. Wahusika katika tamthilia hii. Mhusika wa kwanza ni Remi. Huyu ni mhusika mkuu. Wa pili ni Omange. Huyu ni rafiki wa Remi. Wa tatu ni Thoni. Huyu ni mke wa Remi aliyepaswa kumrithi kutoka kwa marehemu kaka yake. Mhusika wa nne ni Nyobi. Huyu ni mama wa Remi. Wa tano ni Jane. Huyu ni mpenzi wa Remi asiyejua tamaduni za Kiafrika. Mwingine ni Pastor. Huyu ni kiongozi wa kanisa au mchungaji. Na mwingine ni leader, ni kiongozi wa wazee. Mwingine ni mzee wa kwanza, mwingine ni mzee wa pili, mwingine ni jirani wa kwanza, na mwingine ni jirani wa pili, na wa mwisho ni mwanamke. Hawa ni wahusika muhimu katika tamthilia yetu. Samahani, kabla hatujaendelea, naomba unisaidie kusubscribe, comment, kulike na kushare katika channel yangu ili uweze kunipatia nguvu ya kuendelea kutoa simulizi ya vitabu vingine. Jambo la kukumbuka ni kwamba tamthilia hii imeandikwa katika matendo makuu matatu na kila tendo lina sehemu zake muhimu. Kanami, asante. Kitendo cha kwanza. Sehemu ya kwanza, ndani ya kibanda. Thoni na Nyobi wako ndani ya kibanda wakati Nyobi anapogundua kwamba Thoni amekuwa akilia. Nyobi analalamika kwa sababu Remi hajibu barua anazomtumia. Anamshauri Thoni atafute mume mwingine, lakini Thoni anakataa. Thoni
anaamini kuwa Remi hamtaki. Anashangaa kwa nini wanaume hawadumu mikononi mwake. Kisha Nyobi anapata wazo la kumwomba mchungaji aende mjini kumtafuta Remi, kwa kuwa zamani alikuwa mtoto mwenye maadili ya kichungaji. Wazee wa kijiji wanakuja kumwomba Nyobi awape baraka za mama kwa ajili ya dawa yao ya jadi ambayo kwa imani yao itamfanya Remi arejee nyumbani. Kwa kuwa ni Mkristo, Nyobi anasita kidogo, lakini baadaye kutokana na shauku kubwa ya kumwona mwanaye akirudi, anashindwa kuzuia moyo wake na anatoa baraka hizo kama walivyotaka. Sehemu ya pili. Wazee wa kabila wanakutana uwanjani ili kujadili kurudi kwa Remi. Wanazungumza jinsi hali ilivyokuwa mbaya zaidi kwao baada ya uhuru. Huduma duni za kijamii na kodi kubwa ni baadhi tu ya matatizo wanayokumbana nayo. Wanaamini kwamba akili ya Remi iliharibiwa na macho mabaya ya majirani zao. Baada ya majadiliano hayo, wanaugeukia mlima na kutoa sala. Kisha kiongozi wao anatoa onyo kwamba Remi akirudi asiruhusiwe kuangukia chini ya ushawishi wa mama yake wala mchungaji. Sehemu ya tatu katika tukio la kwanza. Mchungaji anakutana na Nyobi, naye Nyobi anakiri kwamba amesaliti imani yake. Mchungaji anaamini kuwa Remi alichafuliwa alipokuwa chuo kikuu kwa kujihusisha na siasa. Kisha Nyobi anamwomba mchungaji aende mjini kumtafuta Remi. Kitendo cha pili mjini. Sehemu ya kwanza. Ndani ya chumba cha Remi. Remi yuko na mpenzi wake mzungu ndani ya chumba chake. Katika mazungumzo yao, Jane ambaye ni mpenzi wake anatambua kwamba kuna jambo ambalo limekuwa likimsumbua Remi kwa muda mrefu. Jane anamwomba Remi amweleze kuhusu asili yake na anapendekeza kwamba Remi ampeleke akawaone wazazi wake. Lakini Remi analipuuza hilo jambo na badala yake Remi anapendekeza waende kwenye klabu ya usiku. Sehemu ya pili katika kitendo cha pili. Remi anatembelewa na rafiki yake aitwaye Omange, na wawili hao wanajadili mambo mengi kuhusu hali ya kisiasa nchini. Wanaongelea hatari za ukabila, migawanyiko ya kidini na ubaguzi wa rangi. Remi anamweleza Omange historia yake, jinsi alivyompenda Thoni ambaye baadaye aliolewa na kaka yake, na jinsi kaka yake alivyofariki. Anaeleza kwamba kwa mujibu wa mila yao, baba yake alimwagiza amrithi Thoni kama mke wake, na hiyo ndiyo sababu iliyomfanya akimbilie mjini. Omange anamshauri arudi nyumbani. Wazee wanakuja kumshawishi Remi arudi na aende nyumbani kwao. Wanamfafanulia mateso wanayoyapata kwa sababu ya kutokuwepo kwake. Wanapotoka wanaacha kifurushi cha dawa za kienyeji mlangoni. Kisha mchungaji anafika kwa Remi kwa sababu hiyo hiyo ya kumwomba Remi arudi nyumbani. Hatimaye Remi anaahidi kuwa atarudi nyumbani tu. Mchungaji anaondoka na kumwachia Remi Biblia. Sehemu ya tatu katika tukio la pili. Jane anamtembelea Remi tena na Remi sasa amedhamiria kurudi nyumbani. Jane anasisitiza kwenda pamoja na Remi, lakini Remi anakataa. Anaamini labda kutokana na tofauti zao za rangi ndiyo maana Remi anamkatalia. Hivyo Jane anaahidi kuwa mwaminifu kwake na kwa ndugu wa Remi. Jane anaendelea kumsisitiza Remi amweleze historia yake. Hatimaye Remi anamwambia kwamba tayari ana mke. Jane anavunjika moyo na wawili hao wanaingia kwenye mzozo mkubwa. Mwishowe Jane anakimbia na kutoka nje. Kitendo cha tatu. Kurejea kwa mtawa ambaye ni Remi. Sehemu ya kwanza. Nyobi na Thoni ndani ya kibanda tena. Nyobi na Thoni wanajadili kurudi kwa Remi na Thoni anaonekana mwenye furaha. Mchungaji anaingia na kusisitiza kuwa ni kazi ya Kristo. Jirani wa kwanza anaingia kwa haraka katika kibanda akitangaza kuwa
kuna mkutano mkubwa wa watu wengi waliokuja kumpokea Remi. Mchungaji anasimulia jinsi Remi alivyozungumza kwenye mkutano kwa kishindo, jinsi alivyokuja na mtu kutoka kabila lingine na kusema kuwa huyo mtu ni ndugu yake na pia ndugu yao. Anasimulia jinsi Remi alivyolilaumu baraza la wazee kwa kuhubiri ukabila na mambo mengine. Remi anamshambulia mchungaji kwa kuwagawa watu na anamgeukia mama yake ambaye anamlazimisha amwoe Thoni. Thoni anaposikia hayo anaondoka kimya kimya. Sehemu ya pili katika kitendo cha 3. Thoni anatabiri kifo chake. Thoni anaanza kufikiria kwenda mahali ambapo hakuna mtu atakayeweza kumpata. Anaongea na yule mwanamke kuhusu kifo chake kwa njia ya fumbo. Mwanamke anamshauri aende akaishi kwake kwa kuwa Remi siyo mti pekee ambao anapaswa kupumzika kwenye kivuli chake. Thoni anasema, kwa heri mama, kwa heri baba, kwa heri kijiji changu. Kisha anaenda nje. Sehemu ya 3 katika kitendo cha 3. Kifo cha Thoni. Omange na Remi wanazungumza kuhusu mafanikio yao katika mkutano. Wanajadili mikakati yao ya baadaye. Omange anapendekeza kwamba serikali ianze kuongoza na chama cha Kiafrika kirudishe ardhi iliyokuwa imechukuliwa na wakoloni kutoka kwa wananchi. Kisha Remi anapokea barua kutoka kwa mwanamke anayemlaumu kwa kile alichokifanya kwenye kabila lake. Omange anasoma barua hiyo na anagundua jinsi Thoni alivyokuwa akimpenda Remi. Wanaanza kumtafuta wakiwa na matumaini kwamba atapatikana. Remi anajuta kwa kile alichokifanya. Baada ya hapo, wanaume 4 wanaingia wakiwa wamebeba mwili wa Thoni kwenye mkokoteni. Remi anajihisi aibu sana kwa kile alichokifanya juu ya Thoni. Maneno ya Remi ya mwisho ni haya: nimefanya nini? Ningependa ungetuma barua hiyo mapema, lakini sikupata nafasi, wala sijajaribu kukuelewa. Nimerudi kuharibu kabila na mila. Badala yake nimekuharibu wewe na mimi. Baadhi ya dhamira na mafunzo kutoka katika tamthilia hii. 1. Kukimbia majukumu hakuondoi tatizo. Funzo ni kwamba kukimbia matatizo hakuyatatui bali huongeza maumivu. Kwa mfano, Remi anakimbia kijijini ili asimuoe Thoni, lakini hatua hiyo inasababisha mateso makubwa hadi kifo cha Thoni. 2. Mila zinaweza kumuumiza mtu ikiwa hazitazingatia haki. Funzo ni kwamba mila zisiporekebishwa zinaweza kuwa chanzo cha mateso. Kwa mfano, Thoni analazimishwa kuolewa kwa mujibu wa mila bila ridhaa yake, jambo linalomvunja moyo na hatimaye kusababisha kifo chake. 3. Kukosa mawasiliano huharibu mahusiano. Funzo ni kwamba kutosema ukweli kwa wakati huleta madhara makubwa. Kwa mfano, Remi haonyeshi hisia zake kwa Thoni mapema. Barua ya Thoni inachelewa kusomwa na ukweli unajulikana baada ya kifo chake. 4. Elimu bila uwajibikaji haina faida. Funzo ni kwamba elimu inapaswa kusaidia jamii, si kuitenga. Kwa mfano, Remi ana elimu na uwezo wa kuleta mabadiliko, lakini anatumia kukimbia jamii badala ya kuisaidia au kuibadilisha. 5. Ubaguzi na migawanyiko huharibu jamii. Funzo ni kwamba ukabila na chuki huleta mgawanyiko badala ya maendeleo. Kwa mfano, wazee wanatumia mila na ukabila kuendesha jamii, hali inayosababisha migogoro na mateso makubwa. Huu ndio mwisho wa tamthilia yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ningependa kufahamu wewe binafsi umepata funzo gani au umejifunza nini na unasikiliza kutokea wapi? Na kuomba tena usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare na kuweza kufuatilia tamthilia nyingine inayokwenda kwa jina la The Trials of Brother Jero, majaribu ya Brother Jero. Ni msimuliaji wako David Michael Wimbi na kupenda sana. Mungu akubariki. Kwa heri.